Na Wakenya wamepoteza mamilioni ya pesa kupitia walaghai wanaotumia programu za simu na jumbe fupi kuiga huduma za benki, kampuni za mawasiliano ya simu za rununu na hata mashirika ya upelelezi. Ulaghai huo umeongezeka zaidi kutokana na hatua ya Wakenya wengi kukumbatia mfumo wa huduma za benki kupitia simu za rununu kwa shughuli zao za kila siku. Kenya imeshuhudia ukuaji mkubwa katika ukumbatiaji wa huduma za benki kupitia simu za rununu na hivyo kutoa fursa kwa mamilioni ya Wakenya kupata huduma za benki papo hapo. Hata hivyo, fursa hiyo sasa inatumika vibaya na wahalifu. Mwenendo unaodhihirika ni ulaghai kupitia programu za kiteknolojia zinazoruhusu walaghai kutumia udanganyifu kupitia nambari inayobainika kwenye simu yako almaarufu SMS spoofing. Walaghai hao wanatumia udanganyifu kubadilisha utambulisho wa mtu anayepiga simu au utambulisho anayetuma ujumbe mfupi kuashiria kwamba simu hiyo au ujumbe huo mfupi ni kutoka kwa shirika linaloaminika. Aidha, nambari ya simu inayokupigia huenda ikaonyesha nambari ya kuwahudumia wateja ya benki yako. Udanganyifu huu unamfanya mtu kupokea simu kwa kuamini nambari hiyo. Anayepiga simu kisha anadai kuwepo kwa shughuli za kutiliwa shaka kwenye akaunti yako na kutaka nambari yako ya siri almaarufu PIN. Katika ulaghai kupitia ujumbe fupi, ujumbe wa ulaghai unajitokeza kwenye orodha ya jumbe fupi kutoka kwa benki yako au M-Pesa ukitaka kuingia kwenye tovuti kuthibitisha akaunti yako. Tovuti hiyo inakuelekeza kwenye mtandao bandia uliobuniwa kudukua vitambulisho vyako. Licha ya kwamba teknolojia hii kwa kiwango kikubwa sio haramu kwa biashara zilizosajiliwa rasmi zinaitumia kujitambulisha kwa wateja, wahalifu wakiitumia kudukua maelezo yako ya benki, kupata taarifa kuhusu nambari zako za siri na kukusanya taarifa za kibinafsi kunawawezesha kuiba utambulishi wako. Waathiriwa wengi wameandikisha taarifa za kupokea simu kutoka kwa nambari walizoamini kutoka kwa benki zao, kampuni za huduma za mawasiliano na hata kutoka idara ya upelelezi wa jinai. Waathiriwa hao wanadai kulaghaiwa kutoa maelezo yao ya kibinafsi au kuhamisha pesa kutoka kwenye akaunti za benki au M-Pesa kwa kisingizio cha kulinda fedha zao. Katika baadhi ya kesi, wahalifu wanashiriki ulaghai kupitia nambari rasmi ya idara ya upelelezi wa jinai DCI, wakiwapigia waathiriwa na kujitambulisha kama maafisa wanaochunguza ulaghai wa hapo awali na kisha kuwa laghai zaidi. Je, utajilinda vipi kutokana na uhalifu huu? Njia ya pekee ni kutokuwa na imani na utambulisho wa simu inayokupigia au ujumbe wa SMS unaopokea. Pia unashauriwa kutoweka wazi nambari zako za siri za simu au hata maelezo ya benki kupitia simu au ujumbe mfupi. Hakuna benki inayohitaji maelezo hayo kupitia njia hizo. Iwapo mtu anadai kuwa afisa wa benki yako, kata simu na uwasiliane na benki kupitia nambari rasmi itokayo kwenye tovuti na kutojiunga na mitandao inayojitokeza ghafla kupitia jumbe fupi. Yusuf Far, Darubini.